sifa. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Niombe kaka yenu asimame, wasalimie. Karibu kijana, wasalimie. Una ujanja. Huyu ni kaka yenu, anaitwa Alfredi Sebarua. Aliwaachia nafikiri jezi hiyo ya blue bali, unaita blue bali, dark blue, si ndio ya ina maana amaliza 2023. Ni kaka yenu ambaye mnatakiwa mumsalimie shikamoo kabisa. Unajua Tanzania tuna utamaduni ule wa kuona, hatuna ule utamaduni wa kuheshimu mtu wa kumheshimu. Biblia imesema lakini mpe heshima anayestahili heshima, mpe hofu anayestahili hofu. Yuko chuo kikuu, anasoma chuo kikuu cha Kampala, anasomea mambo ya IT. Ila huyu hatakuwa na haki nani za watu na kuiba, sawa anafanya yale ya kawaida yanayohusiana na IT yake. Karibu wasalimie vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kunipa tena nafasi ya kufika hapa Lyamungo. Nimefurahi kuwaona na pia nimefurahi kuona maendeleo mliokuwa nayo, sababu wakati sisi tunaondoka hatukuacha drums, ile pad mixer pia ni mpya, pengine labda niki kinanda tu ndio kilikuwepo mwanzo. Kwa Mungu awabariki kwa kufanya kazi yake na kwa kujitoa kwa moyo wote. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. By the way, ni miongoni mwa vijana wangu ambao wanazunguka kwenye roho yangu. Wanazunguka kwenye moyo wangu. Yeye na wenzake akina Herieli Tango ambayo yuko Mbeya, akina Benito na wengine wengi ambao akina Lucas wako wako Morogoro, walikuwa vijana wangu. Anatakiwa kwenda chuo nafikiri next week, ila kabla ya kwenda chuo akaona aje anisalimie. Kule alikotoka anaishi Dar es Salaam, ndio kwao alikozaliwa, alikokulia, na ndiko huko pia anasoma chuo
kikuu, lakini bado aliona si vyema aende chuo kabla ya kuja kunisalimia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambariki sana. Sawa sawa, Kuna kitu ni anze nacho. Tuseme part 1. Ushauri kwa vijana part 1. Tuanze na part 1 kwa ajili ya vijana. Part 1 for your age. Umri wenu huu, kuna vitu ambavyo lazima niwasaidie. Kama ushauri. Tuanze tutaangalia mstari mmoja tu utakuwa kama alafu huo ndio utakaotumia. Kitabu cha Hesabu sura ya 1 mstari wa 20 na 21 na 22. Alafu tutaona kipi ambacho ni hekima sasa hapa ndani. Biblia inasema, na wana wa Reuben mzaliwa wa kwanza wa Israeli, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mtu mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote waliokwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila ya Reubeni walikuwa watu 46,500. Katika wana wa Simeoni, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao, nyumba za baba zao, wale waliohesabiwa kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, ya wote waliokwenda vitani. Okay, nishi hapo. Kwenye utamaduni wa Israeli walikuwa wanachukua sensa yao, walikuwa wanachukua ya watu wazima, ya watu wanaojitambua, ya watu wenye faida tayari kwenye jamii, wazalishaji kwenye jamii, wenye kuweza kuendesha familia, wenye kuweza kushiriki vitani. Hao ndio walikuwa wanajulikana kama watu wazima. Hawakuwa wanamhesabu mtoto aingie kwenye orodha ya idadi jumla ya watu kwenye jamii yao. Walikuwa wanachukua wale watu ambao, ninarudia, ni productive, ni dependent, sawa, lakini pia wanaweza wakalea familia na wanaweza wakasimama kwenye majukumu ya jamii, ikiweko kwenda vitani. Wale ndio walikuwa wanahesabiwa kama watu wazima. Maana yake ni nini? Ukija hapa kwetu Tanzania, kuna umri ambao tunajua kwamba huyu ni mtu mzima. Maana ya neno huyu ni mtu mzima ni dependent, sio tegemezi tena kwa watu wengine. Hata akiwategemea ni kule kuwategemea ambao tunaitwa ni mucho dependence. Yaani ni kule kutegemeana, sio sasa tegemezi. Ni mtu ambaye atahitaji labda ushauri au atakopeshwa lakini alipe. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kwa faida kuzalisha, kulea familia na kushiriki kwenye mambo yote na sekta zote za muhimu
katika nchi. Ndio maana ya mtu mzima. Sawa sawa, ndio maana ya mtu mzima. Kwa kwenye utamaduni wetu kama Watanzania, mtu mzima ni kuanzia 18. Mtu mzima ni kuanzia 18. Ni umri ambao, achana tu na kwamba ukikosea unaweza ukaitwa ukaulizwa binafsi, kwa nini umekosea wakati wewe ni mtu mzima? Achana na hiyo tu. Lakini ni umri ambao unatazamiwa uwe ni umri ambao uwe ni mtu mwenye kufanya kitu. Sawa sawa, umri ambao tukikuangalia we have to believe on you, kwamba wewe sasa unaweza ukafaidisha watu au ukawa faida kwenye jamii. Sawa sawa, Kwa hiyo kibiblia ni miaka 20. Kibiblia mtu mzima ni miaka 20. Lakini kwa Watanzania ni 18, na nchi zingine wana taratibu zao kwa kufuatana na katiba zao. Sasa kuna mambo ya muhimu ambayo nimejaribu kuyatamka, kwamba kama serikali ya Tanzania imeweka kwenye utaratibu wa katiba yao kwamba from 18 huyu mtu anatakiwa awe anajitambua, awe ambaye anaweza akaendesha vitu kabisa kwa kujitegemea. Sawa, kama serikali imeweka hivyo, ni nini basi tunaweza tukaongea na vijana? Ni nini tunaweza tukawashauri vijana? Sawa sawa, Kwa sababu kama kwenye utaratibu na katiba inaonyesha kwamba nyie ni watu wazima. Okay, nisiongelee serikali kwa sehemu yake, lakini kiukweli, na ukweli unabakia kuwa ukweli. A logic remains a logic. And zile logics ambazo zipo kwamba serikali ilitakiwa itengeneze minzi zote kukufundisha before 18 uwe umekuwa mtu ambaye sasa kweli unapofika 18 uaminike na serikali pia ikuamini. Hata ushauri ukiutoa iusikilize. Hata ukienda kukopa benki uaminike. Sawa sawa, Na hata ukisema unaoa uaminiwe pia kwenye kila jambo, sababu hata kwenye kura sisi tunashiriki kwamba huyu ndio kiongozi wetu, sasa tunampa kura. Okay, sisemi niishie hapo. Serikali inafanya na inajitahidi kwa sehemu, lakini kwa sehemu pia tu sisi watu wa kanisani na watu wa imani wa dini tofauti tofauti, by the way, kuna majukumu ambayo tunakuwa nayo. Sawa sawa, Lakini mimi nikushauri wewe kama wewe sasa, na nishauri wale wazazi ambao wananifuatilia, na wewe siku ukiwa mzazi, mlee mtoto katika njia impasayo, wala hata iacha hata atakapokuwa mtu mzima. Ukimwona kijana anafanya makosa, tatizo sio kijana. That is Bible. Ukimwona kijana anafanya mauzauza, tatizo sio kijana. Tatizo ni waliotakiwa kumlea katika njia ipasayo. Kwa maana hiyo ni kwamba ukimwona kijana ana demand vitu ambavyo kwenye utu uzima anatakiwa asikilizwe, anatakiwa asikilizwe. Sawa sawa, Lakini mlee mtoto katika njia ipasayo. Maana yake ni kwamba wazazi na wenye jukumu la malezi ndio ambao wamechangia kuharibu vijana, kuharibu.
Huo ndio ukweli. Ukimwona mtu, yani kibiblia, mtu wa miaka 20 anatakiwa ni mtu very very creative, anajua kila kitu practically, sio theoretically, practically. Kwa maana kwamba ni mtu ambaye anatakiwa aaminike na kufanya chochote kwenye jamii. Ikiwa ni kuoa au binti kuolewa, anaweza kijana akaoa na akalea mke wake vizuri na akalea watoto bila shida. Ikiwa ni kuolewa binti, the same. Ikiwa pia ni kwenye kuzalisha au hata kuwa kiongozi, ni mtu anaweza akafanya vitu very very beneficial. Sawa. Kwa hiyo huu ni ushauri wangu kwamba vijana, Biblia inakutaka ukifikia miaka 20 uwe ni mtu mzima. Biblia inakutaka usiwe mtu mwenye kulaumika. Uwe ni mtu ambaye unajua unachofanya na unaweza ukasimamia unachokifanya na unaweza ukakifia unachokifanya, lakini kiwe sawa mbele za Mungu. Sawa From 20. Sasa hiyo ni lugha ya Biblia. Tanzania from 18. Unatakiwa uwe mtu mzima mwenye uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Hilo ni jukumu. Yaani hizi elimu mlitakiwa mwanzo kufundishwa ukiwa na miaka 12. Kwamba mwanangu, kuna miaka 6 imebakia mbele. Hiyo miaka, baada ya miaka 6 hiyo, wewe unatakiwa uwe mtu mzima. Uwe mtu mzima kabisa. Sawa Kwa sababu kibiblia ilikuwa inatakikana mtu wa miaka 20 aoe. Kibiblia ilikuwa inatakikana mtu wa miaka 20 aoe. Kwa Tanzania it is clear, mtu wa miaka 18 aoe. Ndio maana ya mtu mzima. Hizi siasa zingine za sijui bado anasoma, sijui ni siasa tu, na sometimes kwa kuwa tumeshafanya makosa inabidi tutafute hekima ya mlango wa kutokea. Lakini tumeshafanya makosa. Lakini ukweli unabakia kwa ukweli kwamba mtu wa miaka 18 ni mtu mzima. Awe na familia, aendeshe familia na majukumu yote makubwa abebe. Lakini tunagundua mtu anafikisha miaka 18 bado ni mtoto wa miaka 6. Bado ni zuzu. Shida iko wapi? Kwenye malezi. Shida iko kwenye malezi. Na baadaye hakuna kitu kibaya kama unafanya makosa alafu baadaye unatafuta hekima ya mlango wa kutokea. Sio kitu sawa. Kwa sababu still reality remains reality. Ndio maana leo hii kuna namna ambayo kwenye jamii kuna kumomonyoka kwa maadili wanavyosema wao. Yaani kuna matukio yanayotokea ambayo tunayapa tu majina sasa. Kumomonyoka kwa maadili. Lakini by the way, kama watoto waengelelewa vizuri, huko kumomonyoka kwa maadili kusinge kuwepo. Maana kumomonyoka kwa maadili kwenyewe ndio huku kwa dada kubeba mimba ovyo ovyo, kujiuza, kwa wahuni vijana na wenyewe hivyo vurugu. Kwa nini? Kwa sababu maisha yametengenezwa na Mungu kwa utaratibu. Mkisha uacha utaratibu, madhara hayaepukiki. Yaani sisi hapa Kilimanjaro tuna eneo tunaliita ukanda wa chini. Kule chini huko, ukiwa barabara hii ya kwenda Arusha Moshi, upande wa kushoto kama unatokea Arusha tunaitaga ukanda wa juu. Upande wa chini kama unatokea Arusha unaenda Moshi tunaitaga ukanda wa chini. Kule mvua inaanzaga
kwa tarehe zake. Na ndio maana watu wa huku wana utaratibu wa kuotesha. Mikoa mingine hutauona. Wana utaratibu wa kuotesha kwenye udongo mkavu. Mwezi wa 3 ule wanapitisha trekta, wanaenda kuotesha kwenye vumbi. Wanajaribu kuheshimu utaratibu ili wasile hasara, kwa sababu kule mvua haizidigi miezi miwili, haizidi miezi miwili, haizidi. Kwa hiyo ukimisi tu 1 wiki hauvuni. Yaani mvua ikinyesha leo alafu we baada ya wiki moja ukaenda kuotesha labda maharage, lakini mahindi sahau, hauvuni tena. 1, utakosa chakula. 2, ulikula hasara ya mbegu na ya kulimisha na ya kuotesha na ya kupalia na ya dawa, vyote. Hasara is inevitable. Yaani makosa yanayofanyika mwanzoni huwa hakuna namna yatasababisha madhara mbele. Hakunaga namna. Mungu ameiumba dunia kwa taratibu zake, akaweka kanuni zake. Ndio maana mimi najaribu kuwashauri kwamba vijana, dunia ndivyo ilivyoumbwa. Kwa sababu kwenye kwa mfano tunasema mmonyoko wa maadili. Si nimewambia kule ukishamisi tu huvuni tena. Biblia inasema kuliko uwake tamaa ni heri uwe na mke wako. Ni heri ufanyeje? Uoe na binti kuliko afanyeje? Awake tamaa na yeye aolewe. Awe na nani? Sasa kwa kawaida mtu mzima ni miaka 18 kwa Tanzania. Kwa maana yake ni kwamba kama mambo yangetengenezwa kuanzia kwenye mitaala ya elimu, mambo yakaenda vizuri, vijana wakafundishwa, wakifikisha ule umri wa miaka 16 wanabakia wako kwenye porish na wanamalizia masomo ya chuo kikuu. 18 alishamaliza chuo, ni mtu mzima, si sawa? Alafu anapewa mke, ataendelea kusumbua mtaani kwamba anamomonyoa maadili. Sasa hiyo ni kesi nyingine. Lakini kwa kawaida hata ya Biblia ameshakuwa na mke wake, ameshakuwa na mume wake, na kwa kutoka kwenye malezi anajitambua, anajua anachojua. Tuko pamoja? Lakini leo hii tunajua tu mtu mzima ya masikioni ya kwenye kupiga kura. Of course inaheshimika sana hapo. Mtu mzima kwenye kupiga kura, mtu mzima kwenye nini? Tusaidiane. Kwenye nini? Hakumaliza chuo, haipo hiyo rafiki yangu. Mtu amaliza chuo na miaka 28. Kwenye mambo ya dini, vitu vichache vipo ambavyo vinawakilisha mtu mzima Tanzania. Cha kwanza kabisa waga ni kupiga kura. Pili NIDA. Yaani unajulikana mtu mzima kwenye dokumenti. Lakini huku kwenye jamii, kwenye uhalisia tunakusubiria mpaka ukifikisha miaka 24, 28 ndio ngalo huyu jamani mtu mzima. Is that true? No. Kwa sababu kibiblia mtu wa miaka 20 ni mtu mzima. Alitakiwa aoe, binti alitakiwa aolewe, maisha yaanze. Kwa mfano kuna kitu kimoja ambacho nataka nishauri pia. Kuna matatizo tunayoyatengeneza uzeni, na nyie wengine hapa kwa mfano mnayaona pia kwa wazazi wenu ambao yanawagharimu nyie. Sasa hivi uko form 5, baba ana miaka 63. Form 5 baba ana miaka 60, kasha achishwa kazi, kapewa na pensheni miaka 3, ile kasha kula imeisha. Wewe ndio unaingia form 5. Huna dada, wewe ndio wa kwanza, ndio first born. Huna dada, unaanza kuwakera kina anti na kina nani na kusababisha migogoro ya familia, ya kuonekana kwamba watu
kubebeshiana majukumu. By the way, vile vitu ukienda mbinguni ni kwa sababu sisi tulifanya makosa. Lakini tungefanya vitu properly. Biblia inasema ukifanya vyema hutapata kibali. Maana yake ni kwamba kuna namna, siku zote wanangu, chochote kile ukisha kikosea, I tell you true, utakutana na matokeo mabaya. No way. No way. Na ukikosea pakubwa, unaweza ukakutana na matatizo ambayo hata kuyasolve huwezi. Huwezi kabisa. Huwezi kabisa. Lakini nenda kibiblia. Kwa mfano, nenda kibiblia uone. Una miaka 20, umechelewa 21 umeoa. Kwa mfano tu, sikwambii ukaoe, lakini mimi najaribu kuongea na jamii kwa upana, kwamba kuna vitu vingi ambavyo tulitakiwa tupate ushauri wa Biblia. Una miaka 20, 21 umeoa. Kwa mfano umeoa. Mke wako naye ni umri huo ndo anajulikana, naye ana miaka 20. Haya, mmeanza familia. Mna miaka 23, 22 mna mtoto wa kwanza. Sawa. Ukiwa na miaka 45 na miaka mingapi? Ana miaka 22. Ana ajira tayari, kashamaliza masomo. Muda huo wewe, hela unaoipata una uwezo wa kuweka akiba kwa ajili ya kula uzeni. Huna mzigo tena. Na ndio maana tunaishi kwenye mwendelezo wa matatizo yasiyoisha. Na wakati mwingine tunampelekea Mungu, lakini Mungu alishaweka means na hekima kwenye maandiko. Ndio maana mimi ni washauri watoto wangu, usivushe miaka 27 ujaoa. Huo ni ushauri wangu. Make sure vuch 27 ujaoa. La sivyo unatengeneza bomu litakalokulipukia wewe mwenyewe. Unakuja kuwa na miaka 33, my friend, 33. Mtoto wa kwanza unazaa una 34. Unafikisha miaka 60 na miaka mingapi? Mtoto wa mwisho unamzaa una miaka 40. Sabiga mahesabu. Umezaa watoto watatu. Huwezi ukazaa Jumamosi na Jumapili. Utamzaa wa kwanza una miaka 34, wa pili utamzaa na 37, wa tatu miaka 40. Unafikisha miaka 60, ana miaka mingapi? 20. Kashasimama kujiweza, ni wa kiume, unatakiwa akatoe mahali, anaenda kuoa baada ya miaka 2 mitatu, akatoe mahali, atoe mahali shilingi. Hamweleki Biblia kwamba mzazi anatakiwa atoe mahali kwa mtoto? Kibiblia, mimi ndio maana nimesema watoto wangu hakuna kuvuka 25 hawajaoa. Na kwa nini natoa mahali mimi? Sio wewe. Sio wewe, ni mimi. Mimi ndo natakiwa nikimbizane saizi, niumize kichwa, na natakiwa wanafikisha miaka ya kuoa, kila mtoto ana nyumba yake. Ni maandiko. That is Bible. Tusipige siasa. Biblia inasema urithi mtu hupata kwa baba. Lazima mimi nipambane. Mtoto anaoa ana nyumba yake. It is biblical. Na wewe hicho kitu weka akilini, anza. Ndio maandiko. Ndio maandiko. Upambane kwa njia ya haki. Una watoto 4 wa kiume, wanahitaji nyumba zao. Wa kike hamnaga shida sana. Wao si wanaenda kuolewa. Na ndio maana ukienda Korea, kuna kitu wanachokifanyaga wa Korea ni cha kweli kabisa. Huna nyumba, yani ukienda kuchumbia, cha kwanza binti anachokuuliza, una nyumba? Una nyumba? Tutaenda kuishi ghetto. Ni kweli. Sometimes sasa hivi tuvumiliane. Sometimes binti, wewe binti unanifuatilia, olewa ghetto, nenda ghetto. Hamna namna sasa. Lakini ukweli unabakia ukweli. It is not biblical. Nenda kaolewe, mwanze moja, mpambane na nini. Lakini kuna kile tunaita family stability. Ili nyumba iwe haina stress na ugomvi na matatizo, mara kufukuzwa, mara nini. Lazima vitu vipangilike vyenyewe. It is normal.
Tutaishije hivi kama walivyoishi babu zetu? Kizazi hiki lazima tuelekee sehemu nyingine. Sawa vijana? Lazima tuelekee sehemu nyingine pa kufanya vitu properly. So Ibrahim alienda kumtolea mahali nani? Isaka. Yakobo alienda kujitafutia mwenyewe, lakini ni kwa sababu ya vita iliyokuwa imetokea. Lakini una jukumu la kumtolea mahali mtoto. Na mimi ninao madume 3. Sina hata msichana kusema nitabadilisha mahali huko ije huko, hakuna. Kila kukicha baba nao, haya ni mimi. Wakitaka milioni 7 naenda natoa. Una ujanja. Lakini ni kibiblia. Sawa ni kibiblia. Nachowaachia na wenyewe ni hicho nachowaambia nyie. Mlee mtoto katika njia impasayo. Kwa sababu ukiwa una miaka 28, 27, 28 au umechelewa sana 30 una mtoto wa kwanza. Ukifikisha miaka 55 una mtoto wa miaka 25. Ukifikisha miaka 60 watoto una. Biblia inasema sawa kama ilivyo silaha mikononi mwa nani? Mwa mwanajeshi. Kama ilivyo silaha mikononi mwa mwanajeshi, ndivyo ambavyo ndivyo ambavyo watoto ni silaha mikononi. Sasa wewe wanakueje silaha kwako ndugu yangu? Una miaka 63 ndio una mtoto wa miaka 19, 18. Hajui anaenda wapi. Ndio maana tuna watoto ambao ni wezi. Kuna mchezo fulani niliuona kwenye simu wa Wachina, tofauti iliyoko China au Korea au Ulaya na Afrika kwenye simu. Mtu akaacha simu hapo, akazurura dakika 30 akarudi akaikuta. Na ni kweli mimi nimeishi kule, na ndio maana nilivyorudi huku kitu cha kwanza alichoniambia, aliniambia umezoea mazingira mapya, unaibiwa simu. Na niliibiwa simu kweli ya mke wangu. Kwa sababu nilikuwa nishazoea. Naweza nikaacha simu hapa nikaondoka nikaenda kuzurura, nikarudi nikaikuta. Hakuna anaiba. Begi unaacha, unaenda kuzurura unalikuta. Hata chuo kikuu nimesoma, unaweza ukacha pale sijui library whatever, nje kwenye public unaacha begi, unaenda mahali mnapiga story hata masaa 4, unakuja unakuta begi lako pale. Kwa nini? Stability kwenye jamii. Sasa wakamuonyesha mtu aliyoko huku kwetu Afrika, ndio anaenda mahali akaweke simu ajaribu, anakuta kasha. Hajafika hata kufika, wameshaiba simu, kabakia na kasha. Kwa nini? Hawa majambazi ambao sisi tunalalamika kwamba majambazi wamezidi, panya rodi. Hem, tuangalie sisi kwanza. Sisi walezi. Sasa walezi, jamii ipo, serikali ipo, na madhehebu ya kidini yapo. Kuna makosa kule kwa wenzetu. Mtu anaiba nini? Wakati tangu baba, kijana anaoa, kijana anapoa, yeye mwenyewe kwenye akaunti kashawekewa milioni 200, 300 za kwake. Sio anaoa huku anaendelea kulea wazazi. Anaoa yeye mwenyewe kashawekewa akiba. Kwa hiyo na yeye anaanza kuweka akiba ya watoto. Mtoto anazaliwa tayari ana akaunti, anaanza kuwekewa hela yake. Mtoto anamaliza chuo kikuu, hana stress. Anaiba sana, muibie mtu kwa ajili gani? Tuko pamoja?
Ndio maana ni washauri vijana, kuanzia sasa hivi tafsiri ya maisha ni hiyo. Maisha yamefungwa na Mungu kiutaratibu fulani. Ukiuvuruga ule utaratibu, lazima ukutane na matokeo mabaya. Hakikisha mpaka sasa hivi unaongeza knowledge ya kutosha na unajiandaa na hii misemo ya vijana sasa hivi ya kusema bado nipo sana, achana nayo. Hakuna cha upo kwanza, unajitengenezea bomu litakalokupasua mwenyewe. Okay, kwa mfano nimesoma na dada mmoja anaitwa Mami, ndio jina lake, anaitwa Mami hivyo, na ni jina lake kabisa. Mami ni Mjapani. Huyu dada akawa namuuliza siku moja, hivi siri ya Japani kuwa na hela nini? Akasema siri ya Japani kuwa na fedha na utajiri ni kurithishana. Sasa nyie hamwezi mkaipata ile hekima iliyoko ndani, lakini ngoja nikusaidie tu uelewe kwa nini kurithishana kunafanya Japani ni tajiri. Ndio alichoniambia. Hakuniambia hard working, hakuniambia kusoma sana, hakuniambia sijui. Aliniambia siri ya Japani ni kurithishana ndio kunafanya tuwe matajiri. Nikamuuliza Hawa, akaniambia sisi Japani tuna utaratibu wa ukianzisha kitu kisife, na ili kisife unawawahi watoto kuwasomesha wapate elimu, halafu unawaleta unawafundisha kanuni zote na siri zote ambazo ulizitumia wewe kufanikiwa, na unaweka msisitizo kwamba hizo ndizo wawafundishe na wajukuu. Kwa hiyo na wao wataendeleza, wewe unakufa. Wakizaa watoto wanaenda kuwasomesha, wanawaleta mapema, wanawafundisha kanuni na siri, wanakufa. Wewe ukisikia Toyota, Nissan ni mtu Toyota ni mtu, Nissan ni mtu. Nissan imefariki mwaka juzi, ni mtu, ila wanarithishana. Sasa wale kule wataendeleza. Ilikuwa ni kampuni ya simu, baadaye itakuwa na kompyuta, baadaye itakuwa na nini, baadaye itakuwa na vitu vya nyumbani, baadaye itakuwa na magari, lakini wanarithishana. Hasa pale ndani kuna hekima, wanangu. Ndio maana hata Yesu alirithishwa. Kuna kitu kikubwa kwenye kurithisha. Mlee mtoto katika njia ipasayo. Sisi leo hii mzazi anachokuachia nini? Hamna hata chochote. Hakuna ushauri, hakuna hata mzazi kumja akwambie, mwanangu, mimi kanuni ya kuona kwamba ulisoma vizuri, hukukosa kitu shuleni, na hapa nyumbani tulikuwa tunaendelea vizuri. Cha kwanza fungu la 10, cha pili sadaka, cha tatu maombi, cha 4 tulikuwa tunasaidia watu, cha 5, cha 6, hamna kitu. Yaani heshima ya maisha kwamba yanategemeana, sisi kwetu imekufa. Kila mtu anapepea kivyake. Nani kakwambia maisha yako hivyo? Maisha yako hivyo. Hata Yesu amerithishwa ufalme anafuata alichofanya baba. Sijui mnaelewa. Sasa wewe ukiona baba yako alikosea, wewe anza wewe, tengeneza kizazi chako ambacho hakutakuwa na mwizi, hakutakuwa na mlevi, hakutakuwa na shoga, hakutakuwa na jambazi. Tengeneza. It is possible, you can do it. Kizazi ambacho unakirithisha kanuni za Mungu, lakini pia unakirithisha chakula, unakirithisha pa kuanzia. Sasa wewe una miaka 60, mtoto wako hata hajajitambua, bado anahangaika na shule,
hata akili hasijaseto. Hivi unajua mpaka kumrithisha mtu inahitaji muda? Hamjui? It needs a time. Ili mpaka mtu akavae vazi ulokuwa umevaa wewe, inahitaji muda wa kukaa kumwelekeza na kumweka kwenye practical. Huku unamwangalia. Sasa wewe mwenyewe umeshakuwa kutembelea kawilichea, una miaka 70, 67, unajisukuma sukuma, unashinda tu hapo nyumbani unaangalia jua limetoka ndio limezama. Unaenda kulala. Lini unamwachia mtoto? Kama ni duka, kama ni kampuni, kama ni mashamba makubwa, unamwachia lini? Ndio maana wake up. Sawa vijana, wake up. Kutoka hapa jua maisha yako hivyo. Najipanga, palangana na maisha. Kulala ni sehemu ya kupumzika, kulala sio starehe. Palangana na maisha huku unamwomba Mungu, kuwa mwaminifu. Jenga background ya kutokuwa na dhambi, alafu uwalisishe na watoto. Kwa sababu cha kwanza kabisa ni utakatifu. Wewe mwenyewe usitende dhambi, jiombee, pambana wewe mwenyewe usiwe muasi. Mara kudangadanga, mara umezini na huyu, mara umefanya hivi, mara sijui. Tengeneza generation yenye kuheshimiwa na Mungu na kupendwa na Mungu. Wewe mwenyewe usitende dhambi. Hapa jamani, kuna watu tunateseka na vitu vizito. Kila mtu ana mzigo wake. Vingine tumelisishwa na wazazi wetu. Si mnajua wale mama zetu wanavyojua kuchambana? Wanafikiri dada zetu watakuwaje? Kama mama ni mtu wa kufunga kibwebu, anachamba watu asubuhi mpaka jioni. Can you imagine? Kuna mtu kweli wa kuoa, kuna mwanamke wa kuoa kweli hapo? Au tunatengeneza kitufe cha kuja kwa kinapiga kingola huko ndani kwa mtu? Na ndio maana naambia matatizo yanasababishwa kwa sababu wewe amua kutengeneza kizazi chako. Wewe amua tengeneza kizazi chako wewe. Ndio maana mimi naanza kupambana sasa hivi. Mimi nawaambia ukweli, naanza kupambana sasa hivi. Na mpaka sasa hivi mimi nakaga na watoto wangu kabisa, ni wadogo. Yule mkubwa ana miaka 11 sio. Namwambiaga bado kidogo, umebakiza miaka 12 uoe. 10 kwanza ni 10, 11 uoe. Umesikia? Baba mimi sio, naambia mimi baba yako nimeoa. Wewe unatakiwa uoe. Sawa baba. Bado haielewi chochote. Lakini kitu cha kwanza anachoanza kuingiza kwenye ubongo wake, kuoa ni jambo la muhimu. Anaanza kuelewa tangu mdogo. Unafikiri akikuwa atachokimbilia ni kutongoza au ni kusubiria kuoa? Ni kusubiria kuoa, kwa sababu anachojua baba tangu niko ananiambia kuoa. Na vitu vingine ambavyo naendelea kuwafundisha. Kwa nini? Mimi kwanza ninachotamani niwaone na wajukuu wangu na niwafundishe njia ya uzima. Na wenyewe niwaambie mnatakiwa kuoa. Miaka 22 kuoa. Sawa, kuoa. Na ule watoto ipasavyo. That is sawa. Hamwezi mkanielewa, lakini kutengeneza kizazi inahitaji discipline. Kwa sababu pia, kwa mfano, ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu wazazi wenyewe sio mfano mzuri kwenye ndoa, lakini sio wasimamizi pia. Sio wasimamizi. Kwa sababu we imagine, mimi nina miaka 55, mtoto wangu wa kwanza kashaoa, wa pili kashaoa, wa tatu kashaoa. Mimi ndio wa kwanza kabisa wa kulea ndoa za watoto wangu. Baba tumegombana, kuja wote nyumbani kwangu. Haya, binti wewe ni mtoto wangu, niambie ukweli kabisa. Alikufanyia nini huyo? Kuja hapa, kofi. Wewe uwe na adabu. Sawa, tuko pamoja. Ni mimi wa kwanza kuwaelekeza. Mwanamke sio kibarua, mwanamke sio mtumwa, mwanamke sio house girl. Huyu ni life partner. Mpaka kijana anaelewa kumbe kuoa ni life partner, ni nini. Hata nikifa naacha stable family.
Majambazi unaona leo sio makosa ya jambazi, sio makosa ya jambazi, ni generational mistake, ni makosa ya vizazi vilivyotangulia. Wezi na watu wasio na huruma wenye uwezo wa kumchinja mtu hadharani hivi ni watu waliotokea huko. Tungelea jamii yetu vizuri, tunaweza tukuwa na kizazi kizuri sana. Sawa tunaweza kuwa na kizazi kizuri sana. Kwa huo ni ushauri wangu wa kwanza kabisa. Vijana, mkitoka hapa mtenda chuo, lakini anza kujua kabisa napanga hiki wakati huu ni jambo la thamani sana hiki kitu kifanyike hapo. Uliza swali. Mpeni mic. Ana swali. Amina. Kwanza hali ya yote, asante mchungaji kwa mafunzo yako. Lakini hapa kuna swali limejitokeza. Ndio. Katika kutupa ushauri, umetushauri kwamba isifike age 27. Usivushe. Isivushe. Na swali na mimi nilitaka kujua kwamba je, anayepaswa kuwa mke anapaswa vipi kiumri? Yaani mwanamke sasa. Mwanamke sasa. Nimelingana naye, nimemwacha miaka kadhaa. Na hata sasa hivi tunaona katika dunia sasa wako wanoa walio juu yao. Ndio. Sasa biblical na jinsi kibiblia yako nimekuelewa. Anachouliza kwamba sasa mke awe mkubwa awe mdogo au mlingane. Pointi na lugha ya Biblia inachosema uoyo wa kufanana naye. Kufanana naye haijaenda kwenye umri, haijaenda kwenye kabila, haijaenda kwenye kiwango cha elimu, isipokuwa wakati mwingine vinaweza vikategemeana. Ila pointi kufanana naye maana yake ni mtu ambaye mnaweza mkatembea njia moja bila kugongana. That is biblical. Mnaweza mkatembea njia moja bila kugongana. Kwa hiyo maisha hayafanani kwangu na kwako, wala kwako na kwa yule, hayafanani. Yako hivyo tu. Kwa maana kwamba mimi kwenye mazingira nilionayo naweza nikabahatika nikampata wa kufanana naye ambaye pia hata kiumri tunafanana. Kama ni 27 wote 27. Lakini kuna mazingira naweza nikawepo au wewe ukawepo wa kufanana naye anakuzidi. Lakini wewe ukimwangalia kabisa hata kama anakuzidi miaka, but she is humble enough to be wife. She is humble enough to be wife. Sasa nyie mmezaliwa kizazi kigumu, na mimi pia nimekutana na hizo cheche. Haki sawa. Hii kizazi kigumu sana. By the way, ni kizazi ambacho kinakimbia kwa spidi kumsaidia mpinga Kristo kutawala. Ndio maana ya haki sawa. Na nimegundua hata suruale kumbe ilikotokea ya kwa wanawake kuvaa suruale ilitokea kwenye haki sawa. Ipo Google. Siku moja nimekaa natafuta, ndio nikagundua kumbe suruale zimetokea kwenye haki sawa bwana. Haki sawa. Suruale ya kwanza ilikuwa inaitwa Bluma. Ilikuwa ni suruale pana tu ambao kizazi cha leo anaita ni suruale ya heshima. Lakini aliyeanzisha na alienda kwa fundi akasema shona Bluma, alikuwa ni mwanaharakati ambaye alikuwa anataka haki sawa. Sasa haya mambo yatafsilike vizuri, na ndio maana ukikaa kwenye ukweli ni kwamba serikali ambayo sio ya kidini kama ilivyo ya kwetu ya Tanzania
inapaswa iheshimu mambo ya kidini, lakini pia serikali, wale watu wa dini waheshimu serikali, na tuachiane, tuaminiane, kwa sababu ukweli ni huu. Kule kwenye serikali mkisema haki sawa, si neno baya, kwa sababu linaweza likawa linapitisha vitu ambavyo ni positive. Haki sawa kwenye matibabu, haki sawa kwenye elimu, sawa haki sawa kwenye maisha ya kawaida tu, wamama wasinyanyaswe. Lakini unaposema sasa haki sawa mpaka mwanaume na mwanamke ni haki sawa, will never come to pass. Ndio maana kuna kitu kibaya sana sasa hivi kule Korea Kusini, ambacho inabidi serikali ikupe hela ili uzae. Serikali inabidi ikupe hela ili uzae, kwa sababu serikali ya Korea wametangaza dau, ukizaa mtoto anakupa milioni 20 na ngapi nafikiri. Yaani kuzaa tu mtoto unapewa milioni 20, na wanamsomesha, wanamkatia na bima. Sio kitu rahisi. Wale wanaozaa wanaona ni ofa, lakini serikali inaona shimo mbele, shimo ambalo kiukweli kabisa mimi sipigi kona, kwa sababu nimekaa nao wale jamaa. Iki kitu kimetokea kwenye haki sawa, ndio kilikotokea. Haki sawa, nyumbani ugomvi uishi. Vijana wengi nimesoma nao wanakwambia, kwa nilichokuwa namuona mama anamfanyia baba, sitaoa. Vijana wengi wanakwambia sitaoa, nikitaka maziwa nitaenda kununua ninywe, imeisha. Lakini kuoa, kwa nini? Haki sawa. Sababu wanawake wa Kikorea mzee ni watata. Kwenye haki sawa hapo, yaani wale nitalumbeta rafiki yangu, sio wote lakini sikushauri. Ukikutana na Mkorea, njoo niulize kwanza. Njoo niulize, pastor vipi? Mimi nitamwangalia, usimika nao, nitakwambia hapa angalau kidogo, lakini usiangukie. Sawa? Ila ni kizazi kingine rafiki yangu. Haki sawa imeshafikisha mahali pagumu sana. Mungu hakuumba hivyo kibiblia. Hata dini zote hapa kwetu Tanzania, Waislamu hata si wa Kristo, tunajua kabisa mwanamke ana sehemu yake, mwanaume ana sehemu yake. Na ile sehemu aliyo kwa mwanamke sio kwa ajili ya kunyanyaswa, hapana. Ni yake kabisa, ambayo akikaa pale ndo atakuwa na amani. Maana yake ni kwamba, ndio maana Biblia inasema wakufanana naye. Wakufanana naye sio haki sawa. Sio haki sawa. Lakini ni mtu ambaye yeye atasimama sehemu yake, wewe sehemu yako. Kwa sababu vitoto vya sasa hivi vinadharau. Hata wewe una miaka 28, Chinyoki na miaka 21. Hamna kitu. Na ndio maana sasa hivi kufanana hiyo kwenye malezi, kitu kikubwa unachotakiwa kukiangalia ni malezi. Alilelewaje huyo mtoto? Ana tabia character. Amwelewi bado. Namna niangalia character. Mtu aliyelelewa vizuri, akaelewa nafasi yake, akaelewa nafasi ya mwanaume, umri huwa sio tatizo. Mnaweza mkalingana mkawa mna amani tu. Anaweza akakuzidi mkawa mna amani tu, na unaweza ukamzidi pia mkawa mna amani. Lakini ambaye hajalelewa kitabia, hata ukiwa na mzidi miaka 60, atakutukana tu, atakuaibisha tu mbele ya watu. Sawa?
Unajua malezi ni kitu cha thamani hata kwa mbwa. Angalia mbwa aliyelelewa vizuri na mbwa ambaye hajalelewa vizuri. Nenda hata ukasome kwa mbwa tu. Angalia mbwa aliyelelewa vizuri. Huwezi kuona mbwa aliyelelewa vizuri yuko kwenye misiba, yuko kwenye harusi, yuko sijui kwa jirani. Huwezi ukamwona hivyo. Mbwa aliyelelewa vizuri akitoka nyumbani, kama wako kijijini, ameenda kuwinda polini, akitoka kuwinda nyumbani, wenye akili wanaelewa hadi hapo kwamba jamani, mtu aliyelelewa vibaya ndiye mbwa ambaye ukienda kwenye harusi yuko na wewe, ukienda kwenye msiba yupo na wewe. Au mbwa mmeona wapo, ukimwona tu anza kutafuta mmiliki, utamkuta pale msibani utamkuta tu. Ukitaka tu kujua fulani yupo, wewe chungulia, utaona tu mbwa wake huyo jua fulani yupo hapa. Malezi, jambo la malezi ni la thamani mno. Na ndio maana watoto, mfano mkikaribia kwenye kuoa, miongoni mwa kitu, kabla hujamchumbia binti, hujamwambia nataka tuwe na mpango wa kuoana, sawa? Sababu kuchumbia sio masuala I love you, wewe beautiful. Acheni ujinga. Kuna kijana anakuja kwa mchungaji, mchungaji, sasa mimi nachumbiaje? Wewe njoo kwa mchungaji kuomba ushauri. Baada ya kuomba ushauri, kuchumbia ni rahisi. Unaweza ukachumbia hata akiwa yuko na mama yake, amuelewi. Kwani kuchumbia na kuoa ni matusi? Sio matusi. Samani fulani yeye yuko na mama. Mama wangu samani, shikamoo. Samani kidogo mama wangu. Yaani kwa sababu ya ubize na maisha na shughuli nyingi nimekosa namna ya kuongea na fulani, lakini ninatamani tu nimnongoneze mara moja kwamba kuna jambo nataka kama niongee naye. Niwe mgeni wa nyumbani kwenu. Kijana, sasa kuna utaratibu. Nisamee mamangu, nisamee. Tunajua ni kule ofisini, niko wapi? Jana nilikuwa London, nimeshuka tu. Leo nina safari naenda. Sawa? Nisamee tu. Hizo taratibu sasa itabidi nifuatilie mamangu. Lakini nimwachie wazo kwamba nimemwona ni binti mzuri, ulimlea vizuri. Ulimlea vizuri. Anaweza akawa mke mzuri. Nisamee, lakini mamangu niwaache muende. Unaondoka. Sawa? Sio matusi yale. Una jicho kama gololi. Acheni upumbavu. Wewe unaenda kuinda. Sawa vijana? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni very very important. Narudia, kabla hujafikia hiyo hatua, hakikisha umejua nyumba aliyolelewa wana tabia zipi. Peleleza. Na ndio maana kuoa ni project kubwa. Wengi mnatumia pesa kwenye kutoa mahali, hamtumii pesa kwenye kuchunguza. Lakini kwa hekima ya maisha ulitakiwa utumie pesa kubwa kwenye kuchunguza. It is wisdom. Mimi nawapa wisdom tu. Ulitakiwa utumie gharama kubwa kwenye kuchunguza, sio kwenye kutoa mahali. Watoto, kwa sababu ukifeli kwenye kuchunguza, ndoa ni kitu ambacho kimefanya watu wengi wanaenda jehanamu. Ni kitu cha kwanza. Pili, ndoa ni kitu kikubwa ambacho kimefanya watu wafe maskini. Kitu cha pili, ndoa ni kitu cha tatu, kimefanya watu wengi wajinyonge, wafe mapema. Na matatizo mengine lupuki. Na mimi huwa nawaambia tu simple, maisha ni safari. Lakini
kona zilizoko kwenye barabara tunayopitia, mojawapo ni kona ya ndoa. Huwa ni kona moja kali mno. Mzee, ukifeli kubalansi unafia hapo hapo. Inaishaga hapo. Wewe mpende Mungu, na ndio maana Mungu anasema kwa sababu umekataa maarifa na mimi nitakukataa. Unahitaji kuwa na wisdom. Tunamhitaji Mungu ndani, lakini tunahitaji pia kutumia akili. Sawa nangu, kutumia akili kwenye maisha. Miongoni mwa kitu you have to invest. Sometime unataka kumchumbia mdada, tafuta shilingi 20,000 tu. Halafu mwambie rafiki yako fulani. Tafuta rafiki yako mpagani, ambaye sio rafiki yako sana, lakini waga mnakutana, oh kwema. Naambia say bro, na 20,000 naomba kamtongoze fulani. Halafu muhonge. Sawa? Ukipiga hilo dili likatike na kupa 30,000. Kamtongoze. Mwaidi vitu vingi nini? Si yuko kanisani, walokole wanazinigi. Ndio maana nawaambia wanangu, na jaribu kuwapa wisdom. Unampa tu my friend wako hela, I say, namuona kama mpendwa sana, anaektigia huyu yuko serious. Unampa hela, jamaa anaenda. Na unamjua kabisa huyu ni kichwa kisumbufu. Akipita naye no worry, acha apite naye. Kwa sababu this is life. Kwani Mungu amezuia majaribu? Hamuelewi bado. Yesu mwenyewe alijaribiwa, akaambiwa takupa nusu ya nini? Ya milki, niabudu. Mungu alikuwa uko serious. Yesu ingeabudu ingekuwa imeisha. Imeisha hiyo. Sawa? Si mnanielewa? Mwingine anasema si Mungu. Hujajifunza vizuri kuelewa Biblia. Lakini Yesu alijaribiwa, haikuwa game. Was real. Na alikuwa na uwezo wa kuchagua aendelee na Mungu mbele au amwache Mungu. Was not a game. Was real. Sasa wewe unataka kuchumbia binti tu, yaani sikiliza mzee, utamkamata ugoni alafu ukafie jela. Hamjanielewa bado? Kwa sababu kuna mtu unajiona wewe ni mwema sana, huna hasira, lakini siku ukimkuta mke wako anampiga busu mtu alafu wewe hajakupigaga busu, hata ukimwomba nakwambia kwani si tulipigana siku ile kule, hii inakuhusu sasa hapa. Lakini kuna jamaa anapigwa busu mpaka anaza nyongeza, na unaona hivi, yaani siku hiyo mbingu zinafunguka, unaona. I try to teach you. Unaona kabisa usipoua ndio tutajua kwamba wewe zinakutosha. Ukiona watu wanaua usizanie kwamba ni machizi. Dunia ina matukio ambao kuna wakati unayaona. Ndio maana nilikuwa naongea na kijana wangu hapo Prosper juzi. Nilikuwa namwambia kuna lile andiko Biblia inasema usitutie majaribuni. Watu wengi waga hawajui kulitafsiri. Lile andiko lina maana kubwa. Moja wapo ni kwamba kuna dhambi ili usitende, Mungu inabidi aepushe yale mazingira. Aepushe, kwa sababu ukikutana nayo tu umeisha. Hamjaelewa bado? Yaani mimi nakwambia wewe unaweza ukasema huwezi kupiga mtu ngumi, ni kwa sababu mazingira hajatokea. Lakini kuna mazingira yakitokea, rafiki yangu, hata pua unang'ata. Hamjaelewa bado? Sababu kuna mtu anasema Biblia ilisema mwambie Mungu asikutie majaribuni, akuepushe na mazingira. Kuna vitu vinatokea kwenye maisha, akili yako, mwili wako, kila kitu chako kitasema ukafie jela. Hamna shida. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza 15:34, tumieni akili ingawa msitende dhambi, ila tumieni akili ipasavyo.
kutumia akili ipasavyo. Tuna walokole wengi ambao sasa hivi wanatumiaga tu imani. Bwana amesema, akili wamekalia. Mpe maiki pale kijana, ana swali hapo. Sijui ana swali gani, mpeni tu tumsikie. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Uliza swali. Mchungaji, ningeomba nikurudishe kwa nyuma kidogo. Ndio. Kuna muda unaweza ukataka kufanya jambo. Ndio. Wakati wewe unaona ni jambo sahihi. Ndio. Lakini ukimhusisha mzazi, ndio, anakwambia si sahihi, soma kwanza au muda wako haujafika. Sawa, umeongea fact. Na unaona muda huo wewe kuna mambo kumwomba mzazi unaona ni aibu au unaona ni jambo ambalo halistahili mbele zako. Ndio. Kwa hiyo jambo hilo ningeomba tufafanulie kidogo au nifafanulie kidogo. Sawa. Vizuri sana. Vizuri sana. Sasa mwenyekiti, kabla hujauliza ngoja nimjibu afuulize. Nisije nikachanganya mafaili. Iko hivi. Biblia inasema watini wazazi wenu katika Bwana. Unaelewa maana yake? Watini wazazi wenu kimaandiko. Kimaandiko. Watii wazazi kimaandiko. Biblia inasema kama mbayuwayu katika kutangatanga kwake na shomoro katika kuyumbayumba kwake, laana isiyo na sababu haimpati mtu. Sikwambii usimtii mzazi, ila mtii katika Bwana. Hiyo ni condition mama ya maandiko. Hii nimepigiwa na kijana wangu mmoja anamalizia chuo mwaka juzi 2023 kama sikosei. 23? No, 21. Ananiuliza, mchungaji, mimi nataka kuoa na nina mchumba na ni mtu sahihi na mimi ni mtu mzima na ninaona na kuelekea naweza nikajikuta naishiwa nguvu za kiroho, naanza kutenda dhambi ambayo haina maana. Ninatamani kuoa, wazazi wangu wananizuia. Unanishaurije? Unanishaurije? Nikamwambia mambo yafuatayo. Nikamwambia kitu cha kwanza, ombea wazazi waweke kwenye prayer point, ili Mungu apitishe hekima au apitishe mazingira ambayo yatawaforce kukubali. Waombee. Usiwadharau kwanza, usikimbie kufanya maamuzi. Omba. Lakini narudi pia kwenye hekima sasa. Hivi unajua kuna prayer point inaweza kujibiwa ndani ya miaka 7. Tunaongea fact sasa. Si mnaelewa? Kuna prayer point inaweza kujibiwa ndani ya miaka 10. Ndio inajibiwa. Kwa mfano kuna kesi ya binti yangu ambaye amemaliza chuo, anachumbiwa, babake hajaokoka. Baba anataka milioni 10. Kijana ambaye anajitambua kabisa ni baraka kubwa yule binti kapata. Ana milioni 2. Nilishia kumwambia yule kijana, kuza imani, omba utokee muujiza. Lakini kuna prayer point inajibiwa ndani ya miaka 10. Sasa unajua hivi tu lazima kujiuliza, na ndio maana Biblia inasema watini wazazi katika Bwana. Kwa tunabakia na pointi ya neno Bwana. Wakati unaomba msikilize pia Mungu. Halo. Maana yake ni hii. Kuna vitu ukimwona mzazi hakufuati na hamtii Bwana, tumia hekima kama hatua ya kwanza. Tumia hekima, ongea naye, mwambie kabisa, baba, hili kitu niko serious, ila ninakupa miezi 3 ufanye tafakari. Na mimi naendelea kuomba. Ila ikipita miezi 3, kwa sababu unajua na si wachungaji tunafikaga mahali hatuna hekima ya maandiko. Unaenda kumuuliza mchungaji, anakuambia watii wazazi
wakati Biblia inasema katika Bwana. Kijana ana miaka 24, kamaliza chuo, anataka kuoa. Mzazi anamwambia subiria kwanza upate ajira, ufanye kazi miaka 3. Vipo mtavikuta mtaani, huenda nawe vitakutokea. Subiri kwanza ufanye kazi miaka 3. Mwanangu, mimi sina hata mahali. Ndio maana niwaambieni, hekima ni mwalimu mzuri sana, Biblia inasema. Na hekima ni rafiki wa thamani sana. Lakini hekima inatokana pia na uelewa. Kwa kuna wakati, mfano ukijiuliza, kama ukifunga ndoa kanisani bado unapewa stashahada ambayo imetokea serikalini, kufungia ndoa mahakamani ni dhambi au sio dhambi? Tunaunganisha doti. Ndio maana mimi napendaga tusifanye vitu kwa kukurupuka, tujiulize maswali. Yaani siku zote ukitaka kupata majibu sahihi, uwe mtu wa kujiuliza maswali mengi. Ndoa ya kanisani watu wanasema ni baraka, lakini mwisho wa siku kile cheti ni cha serikali. Swali, ile ndoa ni ya kanisani, ni ya serikali? Ila aliwasaidia kusaini kile cheti ni mchungaji tu, ila ndoa ni ya nani? Sometime ukiona mambo hayaeleweki, hata kufunga ndoa ya serikali sio dhambi, na ndoa ya serikali inaendaga kisheria. Ukienda kwa wanasheria, mazingira yamekuwa magumu, nataka kumoa, wazazi wanazuia, wazazi wake wanazuia, sheria inasemaje? Mwanasheria anakuambia hatua ya kwanza wewe ni mtu mzima, hatua ya pili ni hatua tatu, ni ya tatu. Kwa kuwa mlishafuata zote wamekataa, fungeni ya kiserikali. Mnafunga kwa sababu ndoa ya kiserikali mfano hainaga protokoli nyingi, hainaga, nafunga. Na maisha, kuna vitu kivipa muda, ngojeni niwaambie sasa, kuna vitu kivipa muda vinaletaga majibu vyenyewe. Yaani mzazi anaweza kuambia usioe, ila tu mzee ukiangukia utajua. Siku wakikukuta amekukaba, watakwambia tulikwambia rafiki. Hiyo nawe lazima ukae chini utumie akili. Ndio maana tuna balance equation. Uliyemchumbia ni mtu sawa, wanachokizuia ni kweli, ni cha kimungu, na kwa sababu maisha ukiapa muda yana majibu. Mwisho wa siku kinachotokea ni hiki. Kuna mtu anaweza kukwambia ukifanya mission ndugu yako, kesho yake anakusikia yule mwanamke ni baraka, yule mwanamke ni nini, vitu vinaenda vizuri. Badala yake wao wenyewe ndo wanakuja tusamehe. Maisha yako hivyo. Maisha yako hivyo. Sawa Kuna kijana ameoa hapa. Kulikuwa kuna migogoro kule kwa wakati anaenda kuuliza mahali. Nafika anauliza mahali. Mzee akataka sijui mahali shingapi, walishaachana na mama. Kwa sababu nyote watoto mnapoa, unaweza kukuta binti ni mzuri kabisa, ilelewa sehemu nzuri, lakini wazazi wake ni problem. Sababu sio kila mtu analelewa na wazazi wake. Mwingine alizaliwa akalelewa na mchungaji, ila wazazi wake wako msituni huko porini, hawana Mungu. Ukifika kwa lazima uende kuwaona. Unakutana wazazi walishaachana. Mama anataka milioni 8, baba anataka milioni 2. Mwingine anataka akuingize na kwenye maagano ya kifamilia. Usipofanya hiki na hiki uoi kwangu. Sasa wewe mjinga unayesema patini wazazi, alafu umesahau neno katika Bwana, unajikuta unaingia kwenye ushirikina. Kwa maana kuna baadhi ya vitu sasa ukikataa kufuata ushirikina, ameshasema usioe, mwingine atasema sasa ngoja niache. Sikiliza, Mungu anachoshauri ni nini, na yule dada ni wa kufanana naye. Ndio maana Biblia inasema mshike sana hekima. Hekima ni mshauri wa kukupa milango ya kupitia hata kama mazingira yote yanakataa. Sijui mnaelewa? Ndio maana naongea vitu sensitive. Hekima
Hekima atakushauri usikate tamaa. Kuna njia B, kuna njia C, kuna D, unaweza ukapita bado. Haya, ikatokea migogoro kule mpaka ikafika mahali sijui wakamwambia yule kijana anayeoa, mimi sitakutambua milele. Kijana akatoa mahali kwa njia iliyowezekana, kwa kule alikokubali, wakati mwingine akasema hata mtambua milele. Akaoa. Baada ya mwaka kijana anapiga simu, mwanangu, baba uliniambia utanitambua. We ni mwanangu tu. That is life. Kwa sababu kuna vitu kwanza mtu humbadilishi kwa maneno, unambadilisha kwa mazingira, amuelewi. Ndio maana mara nyingi njia ya kimungu is not a theoretical, it is practical. Narudia, njia ya kimungu is not theoretical, it is practical. Ndio maana kuna vitu kivipushi kwa maneno, jamani tufanye, haviendagi. Mungu waga anaruhusu tu kipite kitu kinawabeba chini, ndio mnasema sawa Bwana, mnafuata. Sijui mnaelewa. Kwa hiyo ndio maana kwenye maisha naongea vitu vigumu, kwa sababu naongea na watu wengi hapa. Kuna mtu unajua, ndio maana nasema usihukumu watu, sikiliza watu kwanza. Mazingira hayafanani eti. Ya watoto. Kuna mtu hapo kwenye kuwa kwake itakuwa very simple. Tena ataenda kuuliza baba yake atasapoti, kule kwa mke watasapoti, tena mahali watasema tu tulete tu shilingi 50,000. Simple kabisa, hata una hali ngumu kiasi gani utao. Alafu wewe ndio unao baadaye unakutana mwenye mazingira, unaanza kumshauri, bwana sasa hapo waga ni dhambi tu. Lazima utumie hekima. Njia uliopita wewe sio aliyopita mwingine. Rafiki yangu mmoja alioa kipindi cha corona, very simple. Very simple. 2021. Very very simple. I mean very simple. Mahali kwanza aliambiwa sio apeleke sio $1,200,000 sio. Simple sana. Na corona ikaja ikapita pale ikamsaidia, hakuna kwenda kwenye ukumbi. Kwa sababu kuna vitu ambavyo sasa hivi mfano vinaleta complication nyingi watoto wangu. Mahali mzazi anataka mtaji. Sikiliza, dada yako akiwa anaoa, wasaidie wazazi wako. Akiwa anaolewa dada yako, wasaidie wazazi wako. Unasikia kikao wamesema milioni 10, waite, waambie ni jamani, hivi huyu anaolewa kule hatutaenda hata kumsalimia hata kuzika hata kuja, maana ni kama mnamuuza vile. Ile slave trade mnafanya hiyo Washauri kuoana ni kuunganisha hata familia. Uonyeshe upendo jamani. Mahali ni kitu cha kiagano, huwezi ukamnunua mtu. Ni kitu cha kiagano. Ni kitu cha kiagano kinachoonyesha kwamba hili ni agano. Basi. Kwa hiyo hata kama ni shilingi 500 ni ishara ya agano, kwa sababu mwisho wa siku thamani ya mwanadamu ambaye Yesu alimfia msalabani, unaamini wewe utamnunua kwa shilingi 500,000? Unaamini utamnunua kwa shilingi milioni 50? It is impossible. Sio kwa Mungu ilivyo. Wewe inafika mahali mtu tushauri watu. Sasa kwa sababu sasa hivi kuna kitu cha kipepo kimeingia makanisani wanangu, kibaya sana, ambacho binti kuolewa, kwanza kabisa ukikutana na dada hivyo usioe. Na washauri binti ambaye kwanza kabisa unamchumbia na kwambia umejipanga tutenda ukumbi wa milioni ngapi, kimbia. Hiyo ni mzoga, sio mtu huyo. Ukumbi wa milioni ngapi? Wako wengi, si mtakuta hata vyuo, wako wengi ambaye kwanza ndoa tu anataka, yani wale wa kamera tu, wewe wana brand. Hamjaelewa. Yani wale watakuja wameshika kamera hivi, wao wametoka ITV au wametoka Star TV au wametoka Azam Media au wametoka kwa producer fulani. Shela yake tu iwe na brandi.
Sasa nyewe Afrika bado hamjajua brandi. Chuoni mtakuta dada ambao wanajua brandi. Hiyo shera ni brandi gani? Inauzwaga milioni ngapi? Akienda tu saluni, ile saluni ina jina ambao atachukuliwa na pale na wale mamedia waliotoka kwenye brandi. Achaneni nao, ni mapepo. Alafu lijinga unalikuta kwenye media. Siku moja nalisikiza lingine kwenye media. Ndoa, we hata kama ulinichangia milioni ndio nifie kwenye ndoa. Kwa nini? Ndoa ilichukua milioni 150. Alafu lijinga linakuja kusema tu, kwani? Ulizeni maswali wanangu. Tuishie hapo. Ingine ulizeni maswali. Ukauliza afu. Bwana siwe. Amina. Swali langu mimi nilikuwa nataka kuuliza kwanza, maana halisi ya ndoa ni nini na inaanzaje? Inaanzia wakati watu wa mchungaji anapolazimisha, au inaanzaje yani mpaka ianze kuitwa ndoa? Na unaweza ukafunga ndoa ambayo haifahamiki, baadaye ndo ukaja ukasema ukaita kama ndoa, yani maana yake inaanzia wapi na maana halisi ya kuitwa ndoa ni nini? Lakini pia sawa, nilikuwa naomba kuuliza maswali nitakuwa jibu ni magumu sana by the way. Nilikuwa naomba kuuliza lingine, jana kwamba ile stage ya kwanza tunajua mke ambaye unaweza ukahitaji kumwoa anaweza asiwe na vigezo vyote. Je, unaweza ukaoa alafu zeni vitu vingine ukaanza kumfundisha, au umfundishe kabla afu ndo umuoe, yani asatisfy vile ambavyo wewe unavihitaji alafu ndo umuoe? Sawa. Nimegundua kuna vijana na akili kubwa sana hapa. Sijatoka mbali. Yaani maswali hata walioko na miaka 50 hawezi wakauliza rafiki yangu. Sijatoka mbali na swali alilouliza katika. Ndio. Swali la kwanza, kwa sababu ndoa ni mchakato. Ndio. Majuzi mmoja aliniuliza tuliposhuka Boma. Ndio. Alikutana na mdada ambaye walisoma naye ulepo yuko Machame. Ndio. Na alikuwa wanapendana. Yaani yule mdada anampenda huyu kijana. Ndio. Na huyu kijana yuko hapa shuleni lakini sitamtaja kwa heshima yake. Ndio. Aliponifuata akaniuliza, sasa Chea, nifanyaje? Nitembeaje? Maana hapa tumeahidiana kukutana mwezi wa 12 likizo tuzungumze. Na kiukweli akimwangalia yule dada ananiambia hana shida yoyote. Hana shida yoyote kwa maelezo ya kwake. Ndio. Sasa akaniambia mimi nimshauri sasa. Aingie kwenye mahusiano au aendelee kukaa kwamba akae tu kama hivyo alivyo. Nikajikuta na mshauri kwamba sio sawa kwa sasa kwa akili yangu. Ndio. Lakini akaniuliza swali. Ukiniambia sio sawa kwa sasa, nikienda chuoni utaniambia pia sio sawa. Kwa sababu nikifika chuoni nitakutana na wengi wanajipodoa, watajifanya ni wazuri, wanakaa na kauli nzuri, na penyewe utaniambia sio sawa. Nikitoka hapo nitaingia mtaani, utaniambia sio sawa. Kwamba nitafute hela kidogo nijenge na vitu kama hivyo. Lakini nikishajenga nikawa na nyumba, nikawa na gari, utaniambia sio sawa, kwa sababu watakuja kwa sababu ya mali nilizonazo. Sasa hapo huo usawa utakuwa katika eneo gani? Watoto very intelligent. Uliza swali kijana hapo. Very very intelligent. Mungu awabariki sana. You are very intelligent. Mimi swali langu na swali la jamaa pale. Ndio. Unakuta kijana wazazi wako wameokoka. Ndio. Na wewe ukakulia katika misingi ya wokovu wa wazazi. Ndio. Lakini sasa unakuta historia ya wazazi wao wanakuambia kwamba usioe mwanamke labda kutoka kabila fulani, usioe mwanamke wa Kirombo, usioe mwanamke wa Kimeru. Ndio. Kulingana na historia waliokuwa nayo kwa hao makabila. Ndio. Lakini unajikuta wewe yule mtu sahihi unayekutana naye ni huyo wa kabila hilo sasa. Kabila hilo. Na ukiangalia ni mcha Mungu, ana kila yani yuko ni mtu sahihi. Shida yani. Je, ukimuoa kuna changamoto yote utapata
labda laana au yale manunguniko ya wazazi. Sawa, nashukuru. Okay, kwanza nijibu la wewe. Hawa ni magumu, tunatakiwa tuyape lecture. Maswali sensitive sana. Kijana utauliza, weka akiba, andika mahali. Kwanza kabisa ni kwamba ushauri wa wazazi wa kutii ni ule ushauri wa maandiko. Ushauri wa maandiko, watii wazazi katika Bwana. Mzazi akupe facts za kimaandiko, kama mwanangu, kimaandiko 1 2 ili kabila, na asiongelee kabila, kwa sababu kwa mfano hakuna kabila salama Tanzania. Huo ni ukweli tu, hakuna. Warombo wana tabia zao, Wamachame wana za kwao, Waha wana za kwao, Wahaya za kwao, Wafipa za kwao, Wamasai za kwao. Hakuna kabila halina tatizo. Kwa hiyo kwanza sio reason ya kusema uwatii wazazi. Lazima uongee nao kweli, tuwaambie wazazi wangu no. Alafu cha pili, yani fakta kubwa ambao unaweza ukaiombea sana, kama familia yao ina matatizo sugu ambayo wewe mwenyewe umeyachunguza ukayaona, na wao wamekwambia, bwana, hii familia ina tatizo la kwanza, na tatizo la pili, na tatizo la tatu. Hivi vitu tunaona kama vitakudhuru mbele, lakini bado unatakiwa umuulize Mungu pia, kwa sababu kuna mtu kaitwa na Mungu kabisa. Ndio maana nakwambia haya mambo yana maswali mengi afu ndio upate majibu. Kuna mtu, kwa mfano mimi, bibi yangu alikuwa mchawi. Huu ni ukweli tu, alikuwa mchawi, lakini mimi Mungu kanipenda, kanichomoa kule, na sina hasira ya uchawi. Kuna mtu pia amelisishwa uchawi na bibi yake na kaloga sana, lakini leo ni askofu. Sijui mnanielewa. Kwa hiyo sometime hata wazazi, unapochunguza kwa wazazi, unatafuta ukweli, ujue ile familia, lazima uanze kupima. Wana tabia fulani, anza kumjaribu sasa. Kile kitu anacho, kile kitu kimemwathiri, sawa? Hizo ndio hekima, kwa sababu anaweza kuwa amezaliwa kwenye tabia ambayo ni wahuni, lakini yeye amepata neema. Yeye amepata kama ilivyokuwa dunia nzima ya Nuhu, lakini Nuhu akapata neema. Kuna watu wanapata neema kutoka kwenye huo uovu na ubaya, wanapata neema, wapo. Na ukimisi yawezekana usimpate, kwa sababu pia kuna mtu kazaliwa kwenye familia sahihi, lakini yeye ni mbaya. Ni mbaya tu, ila kazaliwa kwenye familia sahihi. Kwa hiyo hakuna kanuni inayo function. Hakuna kanuni inayo function. Na ndio maana nakwambia hatufanane. Kwa wakati mwingine mzazi anakushauri, unaangalia facts zipo na wanagoma kabisa, haiwi laana kwako. Haiwi laana kwako. Kwa sababu mwisho wa siku, niwaambie watoto, mzazi anaweza akatumika na Mungu, lakini mzazi pia anaweza akatumika na shetani. Ukweli unabakia kwa ukweli. Mchungaji anaweza akatumika. Ndio maana Gwajima ana ushuhuda wake mmoja. Kuna kijana mmoja sasa hivi ni kiongozi mkubwa kwenye halmashauri na kwenye mambo ya mikoa haya. Huyo kijana alikuwa mkubwa kabisa, mtu mzima, na miaka 18, akasema anaenda la kwanza. Gwajima akamwambia, "Wewe mwachana vya kusoma." Akasema, "Mimi nasikia kusoma." Akamwambia, "Acha bwana." Akasikia, mimi nasikia kusoma. Mpaka anaenda shule wamekataa. Yeye akaenda. Akapambana, mnaitwaga nini ile memkwa? Akapambana nayo. Akaenda form 1 ya ile na form 2 miaka miwili, mwaka mmoja, akaenda mpaka akafikia chuo. Sasa hivi ni mtu mkubwa sana. Na baadaye Gwajima mwenyewe alikuja kuconfess. Kwa kuna wakati msikilize Mungu, sikiliza wanadamu, sikiliza moyo wako, omba na ulipe muda mpaka upate majibu. Sasa tunarudi kwenye maswali ya vijana. Ni ajibu nusu afu tutaendelea. Kwa mfano, kwenye hiyo ya kijana hapa, ndoa ni nini hasa kwa asili? Ndoa kwa asili ni muunganiko kwa mwili mmoja, na ni kitendo kinachotokea wakati mke na mume wanalala kitanda kimoja. Ni ndoa.
Ndio maana Biblia inasema ala azinie na kahaba ameshaungwa na kuwa mwili mmoja na kahaba. Kwa hiyo ndoa ni ndoa pale ambapo kuna seksi. Na ndio maana shetani amechafua jamii sana kwa kutumia kanuni hiyo, kwa sababu ni kitu kigumu sana. Seksi ni kitu cha wanandoa, ni watu wenye agano la kuwa pamoja, kuishi pamoja, wanaunganika kwa lile tendo. Kwa hiyo kuna mapatano na nina. Sasa wazazi wanaingilia wapi? Ndugu wanaingilia wapi? Kwa kuwa ni kitu ambacho kinawataka watu kukaa pamoja, kuishi pamoja, kutengeneza maisha pamoja, ni vyema kiwe na ushauri wa wazazi, lugha ya baraka wazazi. Sawa sawa, hivyo ni vyema. Lakini Mungu kaweka njia nyingi, ndio maana kaweka na serikali. Wanaweza wakazuia watu, lakini serikali ikafuata sheria ikapita. Sio, mnaelewa? Naongea kwa hekima. Kwa sababu inawezekana Mungu akakikubali kwamba nyie muishi pamoja, lakini shetani akawaingia wote waliozunguka, ila wanaofuata sheria ya serikali wakakipitisha kwa kutumia. Sio, mnaelewa? Kwa hiyo ndoa ni ndoa inapokuwa hivyo, napoungana pamoja kwa kupatana, muishi pamoja, na tendo la ndoa ni agano la damu la kuwafanya kuwa mwili mmoja. Sababu ndoa sio watu wawili wanaokaa pamoja. Ndoa ni watu wawili katika namna moja ambao ni mwili mmoja, wanaoishi pamoja. Wanatakiwa wapatane, wakubaliane, watembee njia moja. Kila wanalofanya afanye kama mtu mmoja. Ndio maana ukikosea kwenye kuoa huwezi ukafanikiwa, kwa sababu ukinyoosha mikono kwa Mungu, Mungu nibariki, Mungu hakuangalii wewe. Sasa hivi Samueli, ukisema Mungu nibariki, anakuangalia wewe. Siku ukioa anakuangalia wewe na mke wako. Mke wako na wewe hamjapatana, hajibu. Ukigombana na mke wako ukaenda kuomba, hajibu. Sijui nini, hajibu. Kwa sababu ni mtu mmoja. Mungu haangalii wawili, kwa hiyo huwa anawaangalia. If you are united, meunganika kweli kweli, anajibu, anawabariki, anawasogeza mbele. Sawa, Sasa kijana hapa kuuliza wakati sahihi ni upi? Kuna factors ambazo ni factor mama. Kitu cha kwanza ambacho ni point sasa za kumjibu wa kijana, kwa nini sasa hivi asikubaliana nao mahusiano? Asikubaliana kwa sababu ulichomwambia ni kweli. Sasa hivi sio muda sahihi, ingawa yeye kajaribu kudevelop kwa hekima na ameuliza maswali mazuri sana, lakini kiukweli wakati usio sahihi. Kwa sababu kwanza, ndoa ni kama contract, business contract. Ndoa ni kama business contract. Mtu yoyote mjinga anayeingia kusaini business contract bila kufanya research ya kujiridhisha na ukupata uthibitisho wa kutosha, lazima atapeliwe. Sijui mnanielewa? Yaani iko hivi, na ndio maana binti au kijana unatakiwa upate muda mrefu kwanza wa kufanya personal research kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Muda wa kufanya research ni mrefu kuliko muda wa uchumba. That is a wisdom. That is a wisdom. Unaweza kusema imeandikwa wapi, lakini Biblia inasema kuna kitu kinaitwa hekima. Sasa hekima itatufundisha hivyo. Utumie muda mrefu wa kuchunguza kabla ya kuoa binti kabla ya kuolewa. Muda wa kuchunguza unatakiwa kuwe mwingi. Na unapochunguza usichunguze mtu mmoja. Chunguza mamia ya watu, ili uwe na ushahidi kwamba huyu kweli tunafanana, hatutagombana kwa wepesi. Sasa kwenye ukamilifu, wewe uliuliza ukamilifu pia.
Unaweza ukamwoa mtu akiwa na madhaifu na baadaye akaendelea kubadilika. Ni kweli huwezi ukampata mtu aliyekamilika, lakini kuna vitu ni potential. Kuna vitu ni potential. Kwa mfano, mchoyo kumbadili atoke kwenye kuwa mchoyo. Leo nilikuwa naangalia katoto ni kachoyo tangu kadogo. Mama yake anajaribu kupambana na ile roho. Kakapa wali kwenye kisahani. Kakachukua ile wali, kakaweka kwenye mapaja, kakafunika na sketi. Katoto kakike kanafunua sketi, kanachota, funika. Kanachukua, kanachota, kanaweka mdomoni, kanafunika. Mama anavuta, anakanyang'anya, anakatisha, anakarudishia, kanaficha huku nyuma. Yaani hako ni kachoyo ka asili. Mama asipofanikiwa kupigana na hiyo tabia akaitoa kikiwa vile, hakuna mtu akukabadilisha, hayupo. Yaani mama vile anavyofanya sasa hivi anatakiwa apigane nako kweli. Tena sometimes anakapa chakula, kanakula tonge moja, anaenda anajaribu, kanakataa, kanyang'anya, kanakaa masaa ya kutosha na njaa, kanalia, akalazimishe mpaka kajue kwamba dunia hii chakula sio kitu. La sivyo hako ni kachoyo ka asili, my friend. Hakabadiliki kwa namna yoyote ile, hata mchungaji ya ubili. Katatafuta maandiko yatakao katetea, kaendelee kuwa kachoyo. Uwe na kiasi bwana, atayashika hayo. Kwa mtagomba, sijui mnaelewa. Yaani ndio maana leo hii tuna watu makanisani ambao wamechukua maandiko, wana tabia za asili ambazo kuziacha zimewashinda. Kwa hiyo wanafika mahali wanatafuta maandiko ya kusapoti. Kwa kuna vitu potential. Moja, sio mchoyo. 2, ana utu. Hivyo ni vitu potential sana. Kwa mfano mimi mke wangu ni mkali lakini ana utu. Yaani mimi mke wangu mtoaji mno. Mtoaji, hana uchoyo, hana hila, kula unavyotaka. Nini hata zawadi atakuletea. Kwa hiyo kukunulia nguo sio shida. Ni mkali, ila ni mkali. Lakini sio mkali pasipo na reasons. Kuna reason anaongea. Hawezi kufichaga kitu. Hana asili ya kuficha ndani kwamba ana asili na wewe aifiche. Yeye mnamalizana mcheke. Ndio anavyoishi na watu. Wewe ukitaka kuishi na ni very simple. Wala utaona ameongea sasa na baadaye ukamkuta anaongea. Mmeongea yameisha. Mnaendelea na maisha. Ana utu. Lakini kuna watu hawana utu. Sifa kubwa ya mtu asiye na utu, hajuagi kuachia jambo. Hajui. Na hajuagi kusamehe ila kulipa. Ni jino kwa jino. Sasa hivyo vitu lazima uvijuage before. Uvijue kabisa. Sometime, ndio maana nikwambia chunguza watu. Sometime muite mtu, ndio maana nikwambia tumie muda mwingi kufanya practical na hela. Wakati mwingine muite mtu, mwambie fulani, mtu tukatembee. Alafu unatafuta katoto kanajua kuekti, unakavisha vibaya, alafu kanakuja. Au unamtafuta mtu anavaa kichizi, anakuja. Naombeni chakula, kumbe ni wewe umemtengeneza. Toka. Unanuka, toka. Huyo sio mtu, achana naye. Yaani kuanzia hapo mwambie aisee, kumbe wewe unifai. Hata kama hujamchumbia wewe unabaki kujua tu huyu sio mtu. Sio mtu. Hana humility. Ni mtu mbinafsi ambaye I tell you true, kukuua dakika moja. Kukuua is 1 minute. Atakupenda kweli, lakini ana asili ya kutokuwa na utu. Kwa siku ukimkosea au siku akipata kitu cha manufaa akakuona wewe ni kizuizi, kukuua ni 1 minute. Ndio maana naambia kuna vitu potential.
Sasa huyu kijana anasema ni mtu sahihi. Are you sure? Are you sure kwamba ni mtu sahihi? Kwa sababu yawezekana unamwona ni mtu sahihi kwa sababu pili, yeye anaishi kwao, wewe unaishi kwenu, mlikutana tu nje. Kuna vitu you have to. Sikizeni niwaambie, mtu yote mwenye utu hata akikutana na chizi akamwomba kitu, hamtemei mate, atashtuka tu, bwana mimi sina, bwana sina, naomba, sina, ningekuwa nacho ningekupa. Kwa nini? Ndani anajisikia, ningekuwa mimi, ingekuwa mdogo wangu, ingekuwa mtoto wangu, lakini kwa kuwa sina basi. Lakini kuna mtu, usiniguse. Mzee, wenye hekima na akili, Mungu awape hekima na akili. Naomba tuishi hapo, sawa eh? Kwa hiyo ana muda mwingi wa kuchunguza. Kuna vitu yeye anaviona viko sawa. Kwa sababu niwaambieni, wewe mtoto, kijana wangu Prosper huyu, nimemweka kwenye practical. Kuna kipindi fulani tumemuintroduce na mke wangu akifuatilie. Kuna kijana fulani yuko Dar es Salaam anaitwa Ivan, amfuatilie. Kuna vitu kajifunza. Hakuna mtu msiri dunia hii kama mwanamke. Hakuna. Mwanamke unaweza kumkuta kavua nguo, lakini akakwambia mimi sijazini na simpendi huyo mtu na sio hawala yangu. Sasa umevueje nguo? Anakwambia mimi sielewi tu, mimi nashangaa, lakini mimi sio hawala yangu. Nilikuwa sijui nasikia joto, sijui, mimi sio hawala yangu. Wewe na messages hapa ujuzi mlikutana sehemu fulani tena mkafanya upumbavu, si hizo hapa umeandika. Hizo messages sio za kwangu. Watoto wa kiume na washauri, mwanamke ana sifa kubwa mbili. Ya kwanza, mwanamke ni mtu wa hisia. Hakikisha hakupendi kwa hisia, ni mtu wa hisia. Cha pili, mwanamke ni msiri. Kwa hiyo if she is not genuine, kama sio kwa asili ni mtu mwema, mwaminifu, ni watu wanaojuaga kuact. Mwanamke anaweza akaua ukamwambia umeua wewe, akwambia mimi sijaua. Mwanaume hawezaki. Mwanaume anakataaga kama hakuna ushahidi angalau, lakini mwanaume ni mtu fearful, ni mtu mwenye hofu sana. Ukimwambia wewe umefanya hiki, kama kafanya hata usoni utamwona tu. Hatuwezaki, ndio tulivyoumbwa, sio mwanamke. Sio mwanamke. Yaani mimi nimewalea mabinti eti. Binti anazini lakini akija kwako ana sura ngumu. Acheni kabisa eti. Msicheze na hivi vitu. That's why jipeni muda. Chunguze mtu, agiza watu wakamtongoze. Fanya hiki, mtesti mtu. Mtesti mtu, mjue is she genuine? Is she genuine? Na asiende kumchumbia, mwambie kabisa, kamtongoze tu direct kwamba bwana, the project is about sex project. Lakini nakupa 50,000. Kwa sababu Waswahili walisema tabia ni kama rangi ya ngozi, haibadiliki. Kama kaokoka lakini bado anazini, no.